Ukitaka kujua ni namna gani ambavyo unaukulia wokovu au umekomaa kwa namna gani kwenye wokovu, angalia sababu za wewe kukwepa dhambi. Kwa nini unakwepa dhambi? Kwa nini unaogopa kutenda dhambi? Sasa ukitaka kujua kama unakuwa vizuri kwenye wokovu, angalia lengo la wewe kukwepa dhambi ni lipi. Unajua kuna mtu anakwepa kutenda dhambi kwa sababu labda anaogopa kuzini kwa sababu atapata magonjwa ya ukimwi. Mwingine anaogopa kuzini kwa sababu atapata mimba. Mwingine anaogopa kutenda dhambi ya kuua kwa sababu labda atahukumiwa, atafungwa. Mwingine anaogopa kutenda dhambi kwa sababu ya aibu, anaogopa aibu. Sasa hivi vyote ni mtu anakwepa kutenda dhambi kwa sababu ya madhara ya dhambi. Lakini unapoukulia wokovu, unapokuwa katika kumjua Mungu, unapojifunza kuhusu Mungu kila siku, ni kwamba utakuja kugundua ya kwamba hautakiwi kuacha dhambi kwa sababu ya kuogopa madhara ya dhambi. Unatakiwa uache dhambi kwa sababu ya hofu ya Mungu imejaa ndani yako. Unatakiwa uache dhambi kwa sababu unamheshimu Mungu kwa kiwango ambacho unaogopa kumuumiza. Unamheshimu Roho Mtakatifu kwa kiwango ambacho unaogopa kumuhuzunisha. Unajua kuna watu wanaogopa kutenda dhambi kwa sababu wanaogopa watu. Kuna watu wanaogopa kutenda dhambi kwa sababu wanaona watafedheheshwa, itakuwa ni aibu kwao. Lakini kama unakuwa katika Kristo, kama unakuwa katika Mungu, kuna hatua unatakiwa ufike ambayo hata kama watu hawakuoni, unaogopa kutenda dhambi. Hata kama kuna magonjwa, ukwepi dhambi kwa sababu ya magonjwa. Unafika mahali unakwepa dhambi kwa sababu ya hofu ya Mungu kuwa ndani yako, ya Mungu imejaa ndani yako. Kwa hiyo ni hatua ya kukua, hatua kwa hatua. Kwa hiyo unachotakiwa ni kujifunza kumpenda Mungu, kujifunza neno la Mungu mara kwa mara, kujifunza kuomba. Kitafika kipindi hutaogopa madhara ya dhambi. Kitafika kipindi unaogopa kumdisappoint Mungu, kumhuzunisha Roho Mtakatifu.